Imekata dakika moja baada ya kugonga saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Penzi msikilizaji popote ulipo, natumai hubuheri wa afya. Hujambo na karibu. Mimi ni Martha Oko. 001 FM Uketi Mbamba. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya seneti hii leo kujibu maswali kuhusu kifo cha mchangiaji maarufu wa mitandao ya kijamii Albert Ojwang ambaye aliripotiwa kufariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Ojwang ambaye alikuwa maarufu sana kwenye mtandao wa X, alikuwa akijulikana kwa maoni yake ya kisiasa, alipatikana amefariki wiki hii. Ojwang ambaye alikuwa maarufu sana kwenye mitandao wa X, alikuwa akijulikana kwa maoni yake ya kisiasa. Kifo chake kimezua maswali mengi miongoni mwa Wakenya na kuzua wingi la hasira na madai ya ukosefu wa wajibikaji ndani ya idara ya polisi. Kwa sasa familia yake pamoja na watumiaji wa mitandao ya kijamii wameitaka serikali kutoa maelezo ya kina kuhusu mazingira ya kifo chake. Seneti kupitia kamati ya usalama inatarajiwa kupata majibu kutoka kwa Waziri Murkomen kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali kuhakikisha haki inatendeka na iwapo maafisa wowote wa polisi wamechukuliwa hatua kufikia sasa. 001 FM Uketi Mbamba. Zaidi ya wanafunzi 71,000 sasa wameorodheshwa katika mifumo ya CRB baada ya kushindwa kulipa mikopo ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu almaarufu HELB. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, zaidi ya wanafunzi 300,000 wanadaiwa jumla ya shilingi bilioni 35 ikiwa ni mikopo waliopewa kugharamia masomo yao ya juu. Afisa mtendaji mkuu wa HELB amesema kuwa fedha hizo zingelipwa kikamilifu zingetosha kufadhili zaidi ya wanafunzi 289,000 wa elimu ya juu nchini. Hii inaonyesha athari kubwa ya kutolipa mikopo kwa wakati, kwani inanyuma wanafunzi wapya nafasi ya kupata ufadhili wa masomo na hivyo kuathiri upatikanaji wa elimu ya juu kwa vijana wengi nchini. Aidha, HELB inahimiza waliokopa mikopo hiyo kurejea na kuanza malipo ya mikopo yao kwa mujibu wa sheria ili kusaidia kizazi kingine kupata fursa ya elimu kama wao walivyopata. 001 FM Uketi Mbamba. Kuna hofu ya kuongezeka kwa maambukizi ya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kutokana na upungufu ya dawa ya aina ya Nevirapine. Mtaalamu wa afya Bi Petronila Musanga amesema kuwa wanatumia dawa mbadala Mtaalamu wa afya Bi Petronila Musanga amesema wanatumia dawa mbadala Nevovidine, lakini hali bado hatarishi kwa kina mama wajawazito. Anatoa wito kwa serikali kutenga fedha zaidi ili kuhakikisha kuwa dawa hizo muhimu zinapatikana na kusaidia kuzuia maambukizi mapya. Nevirapine is out of stock, but we still have got other preventive medications like Zidovudine, which are still being provided to our mothers, Septrin, which are still being provided to our mothers to be able just to make sure that the lives of these HIV-exposed infants is still going on the way it's supposed to go on. Going into the future, we don't necessarily have to entirely depend on donors. Entirely depend. Mahakama Kuu imeipa serikali muda mwisho hadi tarehe 1 Agosti kuwasilisha ushahidi kudhibitisha kuwa zabuni ya thamani kubwa ya umeme iliyotolewa kwa kampuni ya Adani kutoka India imefutwa rasmi. Uamuzi huu wa mahakama umetolewa kufuatia kushindwa kwa serikali kuwasilisha nyaraka muhimu katika kesi iliyofunguliwa na chama cha mawakili wa Kenya LSK. Katika kesi hiyo, LSK inatoa udhibitisho wa wazi na wa kisheria kuwa zabuni hiyo haipo tena, ikieleza kuwa kulikuwa na ukiukaji wa sheria na ukosefu wa uwazi katika mchakato wa utoaji wake. Mahakama sasa imeweka msimamo dhabiti ikitaka serikali kuhakikisha kuwa kabla ya tarehe 1 Agosti imewasilisha ushahidi wa maandishi unaoonyesha kuwa zabuni hiyo ya kampuni ya Adani Group imebatilishwa kikamilifu. Iwapo serikali itashindwa kutekeleza agizo hili, huenda mahakama ikachukua hatua kali zaidi. 001 FM Uketi Mbamba. Huo ndio mwisho wa muktasari wa habari zetu ndani ya 001 FM. Nitarejea timu hapo saa 6 kwa habari zaidi. Mimi ni Martha.
Okoth.